ya kukumbuka unapoombea utu wako wa ndani. Mambo ya kukumbuka unapoombea utu wako wa ndani, ambao tumesema moyo wako, ambao tumesema roho yako jumlisha nafsi yako, ndio unaitwa utu wa ndani. Sasa mambo ya kukumbuka unapoombea utu wako wa ndani, haya ndio mambo ya kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, kumbuka kuwa kuna vizuizi vya mafanikio yako vinavyoweza kuwa katika utu wako wa ndani. Katika utu wako wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kuna wakati unapoona hufanikiwi, unasukuma mafanikio hayaendi, usitazame kwanza nje, tazama kwanza ndani ya moyo wako. Kwa sababu mara nyingi sana watu wanatazama nje kinachomzuia asifanikiwe katika maisha, lakini vingine vinakuwepo ndani ya utu wa mtu, ndani kule vinakwamisha maisha yake asije akafanikiwa. Kitu mojawapo ambacho kinaweza kikakwamisha mtu asifanikiwe na kikawa kwenye utu wa ndani ni woga. Katika Yoshua 1 mstari wa 1 mpaka ule wa 9, Yoshua 1 mstari wa 1 mpaka ule wa 9, Yoshua anaambiwa na Mungu kwamba mtumishi wangu Musa amekufa. Ondoka sasa wewe, chukua taifa la Israeli wapeleke Kanani. Wewe ndiye utakaowaingiza katika nchi ya Kanani. Nenda sasa mwanangu. Kwa sababu Musa ameshakufa, Yoshua ghafla akaingiwa na hofu, kwa sababu Waisraeli aliwajua vizuri jinsi ambavyo walikuwa wanasumbua, mara wanaomba maji, mara walalamike njaa, mara wafanye hivi, mara wanataka kumpiga Musa, mara wanafanya hivi, wanafanya fujo. Akawa anafikiri, nitawezaje kuwabeba watu kama hawa? Nitawezaje kuchukuliana nao watu kama hawa? Watanielewa kweli? Ni Mungu kweli ameniambia au ni mawazo yangu tu nataka kuondoka kwenda Kanani? Sasa unaona kabisa katika ule mstari wa 9 kwenye hiyo Yoshua sura ya 1 mstari ule wa 9, Mungu anajifunua kwake, anamwambia hivi, mstari wa 9, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake alimwambia usiogope, maana yake alikuwa anaogopa. Asingemwambia usiogope kama haogopi. Kwa hiyo alikuwa anaogopa kuanza safari ya kuwachukua wana wa Israeli kuwapeleka Kanani. Anaogopa kuanza safari, lakini Mungu yuko pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia usiogope, kwa sababu ile hofu ilikuwa ndani ya moyo wake, haiko nje. Kwa hiyo Mungu alimtazama akajua kabisa Yoshua anaogopa kuanza safari. Ni kama vile wewe unaweza kaogopa, Mungu anakupa wazo la biashara, unaogopa kuanza. Unasema hili ni kubwa mno, hili ni kubwa mno. Lakini Mungu amekupa hilo wazo. Usiogope kwa kuwa Bwana ataenda na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope, fanya hicho kitu ambacho Mungu anakusemesha. Unaogopa kuanza safari. Kama unaogopa kufanya biashara, kuna waimbaji wengine wameimba, wamesema woga wako ndio umasikini wako. Adui mwingine au kizuizi kingine kinachoweza kukaa katika utu wa ndani ni kiburi. Kinaitwa nini? Mbona tunasema kwa sauti ndogo? Adui mojawapo au kizuizi kimojawapo kingine kinaweza kukaa kwenye moyo wa mtu ni kiburi. Yaani kiburi manake kinaweza kikasababisha usifikie mafanikio makubwa, kwa sababu Biblia imesema katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5, Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 5, Biblia
inatueleza kuhusu kiburi. Inasema hivi mstari wa 5, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee wenu, watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Bwana Yesu asifiwe. Anawapa wanyenyekevu neema, ila Mungu anawapinga wenye kiburi. Maana yake anaweka mguu, anaweka kizuizi, huwezi kupanda, huwezi kusogea kwenye mafanikio yote haya. Kiburi maana yake nini? Ni kujiona wewe bora kuliko watu wengine, ni kuwadharau watu wengine kwa sababu wewe una ujuzi mkubwa au wewe una mafanikio fulani, unaanza kudharau watu wengine. Ni kama vile kwenye Biblia Farisayo na mtoza ushuru. Farisayo alisimama akiomba akasema, mimi sio kama huyu mtoza ushuru, mimi nafunga mara 2 kwa wiki, natoa zaka, mimi sio kama huyu. Yule mtoza ushuru akajipiga kifua akasema, kweli Baba, mimi uniwe radhi, mimi ni mwenye dhambi. Yesu anasema katika ule mfano, nani alienda nyumbani akiwa amepata haja yake? Ni mtoza ushuru, kwa sababu alinyenyekea mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Shuka mbele za Bwana. Kama jambo huliwezi kwa nguvu zako, mwambie Bwana, siwezi, naomba uninyanyue wewe. Usijifanye unajua. Kiburi maana yake ni kujiona bora. Biblia inasema tuwahesabu wengine kuwa bora kuliko nafsi yako. Kingine, kizuizi kingine ni fikra za kurithi. Fikra za kurithi zinaweza kuwa kizuizi. Fikra za kurithi zinaweza kuwa kizuizi cha mafanikio yako, kwa sababu hizo fikra zinakaa katika utu wa ndani. Fikra za kurithi zinaweza kuwa kizuizi cha mafanikio yako. Tunaipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 7 mstari wa 51. 7:51. Matendo ya Mitume 7:51. Neno la Mungu linasema hivi, ni mahubiri ya Stefano akiwahubiria wale watu. Akasema hivi, anaendelea kuhubiri mahubiri, anasema, anawaambia wale makutano, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu walivyofanya, na ninyi vivyo hivyo. Kama baba zenu walivyofanya, na ninyi vivyo hivyo mnampinga Roho Mtakatifu. Maana yake ni Stefano anawaambia hivi, shida sio nyinyi. Hii shida haijaanzia hapa kwenu, ya kupinga Roho Mtakatifu, ya kupingana na kitu cha Mungu na kupingana na mawazo mazuri ya Mungu, haijaanzia hapa. Haya maisha mnayoishi mmerithi kutoka kwa baba zenu. Hii fikra sio ya kwenu, ya kutoka nyuma, kwa sababu baba zenu na wenyewe walikuwa wauaji na nyinyi ni mauaji. Kwa hiyo kuna aina ya maisha unaweza ukarithi, kuna aina ya fikra unarithi, inasababisha maisha ya kurithi. Ushawahi kujiuliza kwa nini familia nzima unakuta saa zingine wote ni maskini? Kitu gani kinasababisha familia nzima wewe maskini? Kinachosababisha familia nzima wawe maskini ni fikra. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo zile fikra, maana yake wana fikra za kufanana. Anavyofikiri mama anafikiri baba, anafikiri mtoto anafikiri dada, anafikiri kaka, wanafikiri pamoja. Kila mmoja anafikiri kulima vinyungu, kila mmoja anafikiri kuuza bagia, kila mmoja atafikiri kuuza nyanya, kila mmoja atafikiri kununua baiskeli. Hakuna anayefikiri zaidi ya hapo. Kwa hiyo lazima damu ya Yesu Kristo ipite kwenye moyo wako, iondoe vitu vya kurithi. Fikra za kurithi ziondolewe ili uvuke huo mstari. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kusema nitajenga ghorofa wakati baba yako aliishia nyumba ya nyasi, mama yako aliishia nyumba ya nyasi, kaka yako anaishi nyumba ya nyasi, alafu unasema utajenga ghorofa. Utajenga wapi? Kwa sababu kuna fikra za kufikiri kwamba kila mmoja anafikiri. Omba Mungu afanye upya utu wako wa ndani na akuingize kwenye mafanikio aliyokukusudia. Kwenye Waefeso ile 3 mstari ule wa 14 mpaka ule wa 16, Biblia inatueleza kwamba Paulo anasema neno lake pale, anasema kwa ajili ya Waefeso, amesema, kwa hiyo
nampigia Baba magoti, ambaye ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa kwa jina lake. Halafu mstari wa 16 anasema awajalieni. Maana yake ni kwa neema, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa kazi ya Roho Mtakatifu katika utu wenu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake amesema anampigia Baba magoti. Sasa maana yake nini? Maana yake anasema hivi kwa lugha nyingine, hakuna mtu anayeweza kufanya upya utu wa ndani wa mtu isipokuwa ni Baba aliyemuumba peke yake. Sio mganga wa kienyeji, sio nani, ila ni Mungu peke yake, kwa sababu maisha yanaanzia huko. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha maisha ya mtu lazima ubadilishe moyoni mwake, ubadilishe utu wa ndani, maisha yake ghafla yanabadilika.